Je, unajua kuwa ugonjwa mmoja unaweza kumweka mtoto akiwa na ulemavu wa maisha yake yote? Lakini ugonjwa huo huo unaweza kuzuilika kwa tone moja tu la chanjo. Leo tupo kisiwani Pemba kuzungumzia chanjo ya polio, chanjo iliyookoa mamilioni ya watoto duniani, lakini bado inakumbana na hofu, upotoshaji na changamoto za kijamii. Karibu, mimi ni Fatma Suleiman na hii ni makala maalum ya afya kuhusu chanjo ya polio na mustakabali wa watoto Zanzibar. Polio au ugonjwa wa kupooza ni ugonjwa unaosababishwa na virusi vinavyoshambulia mfumo wa neva. Huathiri zaidi watoto walio chini ya miaka mitano. Mtoto anapopata polio anaweza kupooza miguu ama mikono, na mara nyingi ulemavu huwa ni wa kudumu. Polio haina tiba ya kuondoa ulemavu, lakini ina kinga, nayo ni chanjo. Chanjo ya polio hufanya kazi kwa kujengea mwili wa mtoto kinga ili hata akikutana na virusi asiathirike. Chanjo hii siyo tu ya mtoto mmoja pekee, ni kinga ya jamii mzima. Kadiri watoto wengi wanavyochanjwa, ndivyo ugonjwa unavyotoweka kabisa. Kwa mujibu wa Shirika la Afya Duniani WHO, visa vya polio duniani vimepungua kwa zaidi ya 99% tangu mwaka 1988, kutoka zaidi ya kesi 35 kwa mwaka hadi chini ya 100 kwa sasa, na zaidi ya milioni 16 ya watoto duniani wameokolewa dhidi ya ulemavu wa maisha kwa sababu ya chanjo ya polio. Hizi si kauli za kubahatisha, hizi ni takwimu. Lakini hapa Zanzibar juhudi hizi zinatekelezwaje? Tumsikilize mratibu wa chanjo kutoka Pemba, ikiwa ni katika utekelezaji wa mpango wa taifa ya chanjo DHMT sambamba na programu ya malezi na makuzi ya awali ya mtoto ECD Zanzibar. Kwenye chanjo za polio zinakinga ugonjwa wa kupooza kwa watoto wadogo. Nikisema ugonjwa wa kupooza kwa watoto wadogo, sikusubiri maana wengine inawaletea shida kupooza, wanachukulia mpaka zile stroke za watu wazima. Zile haiti kupooza, inakusudia ni kupooza kwa viungo vinavyosababishwa na virusi vya polio. Na ugonjwa huu kwanza akipata mtoto hawezi kurudi tena. Maanake kama kapata ugonjwa wa kupooza viungo uliosababishwa na virusi vya polio, inakuwa ndio kashapata ulemavu wa kudumu, tofauti na wale mambo mengine kama yanasababishwa na sababu nyingine, anaweza karudi. Lakini kwa hiyo hatari yake ni kwamba dunia ina mpango wa kutokomeza ugonjwa wa kupooza kwa watoto polio, kwamba ili sitokezee. Na hii malengo haya ya kidunia hayalengi kwenye labda nchi moja ikishafikia ile lengo, inakuwa dunia nzima. Ndio maana inaitwa Global Eradication for Polio Eradication. Kwa hiyo inabidi uwezekano kama nchi moja ishafikia. Kwa hiyo ndio maana zikawa zimetolewa chanjo hizi, zinatolewa, tunasema anapata dozi 4, kwa kwanza dozi 0, 1, 2, 3. Kwamba akizaliwa tu anapewa matone ya polio, na baadaye anakaa wiki 6 anapewa dozi ya pili ya matone ya polio, halafu akifika wiki 10 na wiki 14 anakuwa amepewa. Lakini vile vile kuna chanjo za kuzuia ugonjwa wa polio za sindano, ambayo anapatiwa pale akiwa na wiki, anapata dozi ya mwanzo alafu anapata dozi ya pili akiwa na wiki 9, ana miezi 9. Kwa hiyo mbili zote zina umuhimu wa kipekee, na kwa sababu katika utoaji wa hizi chanjo pia inaimarisha kwamba chanjo zinazuia, lakini usafi wa mazingira pia una umuhimu wake, kwa sababu maambukizi ya ugonjwa wa polio ni kwamba mpaka mtoto awe amekunywa kama maji au chakula ambacho kwamba kimechanganyika na kinyesi cha mtoto ambao kwamba kinyesi cha ambao kwamba kina virusi vya polio. Kwa hiyo inabidi hizi chanjo ni muhimu, lakini na kukamilisha kwa wakati ambao umepangwa ni muhimu, kwa sababu kuna watu wengine wanaona pengine kishamaliza dozi 2 za chanjo anakuwa tayari kwa vizuri, lakini mpaka kamilisha dozi zile 3 au 4 kwa ujumla ndio atakuwa amepata kinga kamili. Ukipata dozi 1, kwa maana kinga yako inakuwa iko chini. Ukipata dozi ya pili inaongezeka dozi 3. Kwa hiyo inakusudia kwamba dozi ni 4, lakini inaanza 0, 1, 2, 3. Ndio maana zinahesabiwa tangu kama mtu kwamba dozi 4 akakwambia dozi 3, kwa maana inaanza na 0. Kwa hiyo inabidi upo umuhimu kuzikamilisha kwa kufuata ile utaratibu. Kwa hiyo wengine wanakuta watoto mpaka miaka 2, miaka 3 unakuta wanapata dozi 1, dozi 2. Kwa hiyo hata kitokeza kupata maambukizi ile niko kwenye
tunasema iko kwenye riski kuweza kuambukiza, kwa sababu kinga yake ya mwili haitoshelezi kujikinga na ule ugonjwa. Kwa hiyo ni muhimu kwenye mama na wazazi wahakikishe kwamba watoto wao wanafuata nini zile taratibu, tunasema zile schedule iliyoandaliwa, anamaliza kwa pole. Lakini chanjo ya polio inafanyaje kazi kitaalamu? Tumsikilize daktari mtaalamu wa afya. Ya polio ambayo tumezungumzia hapa, kwa mtoto anapooza anakuwa anapoteza mwelekeo wa kila kitu, mwili, kiafya, kiakili. Ni polio ambayo anatakiwa apewe baada ya anakuja kupata ile dozi yake ya mwanzo ya chanjo ya mapaja pamoja na hii. Na hii ni chanjo inaitwa Penta au diphtheria. Ni chanjo ya ambayo inakinga magonjwa zaidi ya 6 ikiwemo tetanus, kuna hepatitis B, kuna hemophilus, homa za uti wa mgongo, kuna pepo punda, donda koo. Kwa hiyo hii kinga yake kinga yake ni ya maradhi mengi. Kwa hiyo kidogo mtoto ndio inasababisha hii. Na hii ni kinga ya polio kama hii, lakini hii tunatoa kwa njia ya matone mawili, ila hii sasa tunaitoa kwa njia ya sindano ambayo tunamchoma mtoto akija kupata shindano yake ya 3 ya paja pamoja na shindano yake ya miezi 9 ya bega. Na hii ni kinga dhidi ya pneumonia. Chanjo yetu tunaita PCV. Hii anapata mtoto dozi zake 3, mwezi mmoja na nusu, mwezi na nusu na mtoto na nusu. Na hii ni kinga yetu ya surua, ugonjwa wetu wa surua. Kwa hiyo hii ndio tunachoma watoto miezi 9 na mwaka mmoja na nusu. Anachoma hii. Chini kabisa ya mfumo wa afya, wapo wahudumu wa afya ngazi ya jamii. Hawa ndio wanaofika nyumba kwa nyumba kuwahamasisha wazazi na kuwafuatilia watoto waliokosa chanjo. Kuna baadhi ya wababa ni wakaribu, lakini kuna wengine tunashukuru, alhamdulillah, tunashikana nao mkono. Lakini sasa hawa wakaribu hatujawahi kupata kumpeleka kituo polisi au kumshirikisha kwa kiongozi wetu, isipokuwa tunahamasisha sisi tu, tukiwaambia sisi wanakuwa wanakuja jua kali hiyo, wengine wanakwambia asili tumezoea wazee wetu wamezaa bila kupima, bila kufanya nini, na wako hai na watoto hawana matatizo. Lakini kuna baadhi ya watu wengine ni wazuri tu na hawana matatizo. Wengine nahisi ni sababu ya umuhimu wa maisha, wengine nahisi ni wale wazazi wenyewe binafsi, zile chanjo hawajui nini maana ya chanjo. Kwa sababu kuna wengine hawajui nini maana ya chanjo na tumewaelekeza na wakafahamu nini maana ya chanjo. Na wengine hawajui, tumeelekeza wakajua sasa kwamba hii chanjo inasaidia kitu gani. Lakini sasa ile miili yao inakuwa inawatonesha kuchoma sindano, wao wanaona na leo na wao wataumia. Sababu kuna wengine naona hawataki kwa sababu kwamba wakichoma wenyewe sindano na watoto wanakuwa wanaumia. Ile mtoto kwa hiyo sasa anamkuta ile mzee anaumia, sasa kwa hali na mali anaumia. Sasa wengine huwa wanachukua mia na wapeleka mia na wakamata, wanachoma chanjo afu na kama mama anaondoka nayo. Kwa makuzi yao wengine wanakuwa makuzi yao ni mazuri, lakini kuna baadhi wengine pilipo kutokea maradhi tu ya mlipuko kama hizo surua na maradhi mengine ambayo ni mlipuko, wale wengi wanakuwa wanapata. Wale ambao walikuwa wamekataa chanjo ni rahisi kwao kupata. Kwa sababu kuna kipindi fulani tokea hiyo maradhi yalipita ya surua hizi, kuna huyo mmoja anayekwambia ni mkaidi na familia yake alipata kuanzia baba mpaka watoto. Wote walipata chanjo, kwenda kutongoja wakapata chanjo wakatibiwa. Lakini wale maradhi yalipokuja lazima yaliwapata la hawakunusurika. Lakini kazi hii sio rahisi kama inavyoonekana. Baadhi ya wahudumu wanasema wanakumbana na vitisho na matusi. Wengine huambiwa hawana kazi, wanatelekeza familia zao na wanazurura majumbani bila maana. Kwenda tele kupima kliniki hawataki. Wanasema kwamba unapompima mtoto unamuokota na kumtia hasadi fulani. Kwa kweli changamoto tunazokumbana nazo ni nyingi. Sasa unaweza kuta kwenye nyumba kushagonga ufunguliwi au umefunguliwa kija mwanamume anakufukuza kabisa. Binafsi nishawahi kutolewa kwenye nyumba ya mtu na akaniambia ujapo tena kitakachokukuta chochote usikulaumu. Na akanishambulia kimaneno sana tu, mwanamke mzima baada ya kukaa kwako na familia yako na rana vijumbani tu. Kwa kweli changamoto tunazozikuta ni nyingi. Unakuta mpaka siku nyingine mtoto tunaenda pale kuwapa elimu kwamba kesho ni siku yake ya chanjo, mpeleke kwenye chanjo. Akienda ile atapata homa anakupigia simu, njoo mwanangu asipata homa kama soe na mwanangu akifa labda. Kwa sababu kuna siku tulipita chanjo ile ya matone, kuna mtoto akapewa kwa bahati akapata shida kidogo, alikuwa kutuambia kama mtoto wangu akifariki utamla. Changamoto tunazozipata ni nyingi, lakini tunamwahidi Mheshimiwa Rais kama yeye anapotupigania sisi na sisi tutapigania jamii ili ibaki kuwa na
afya nzuri na ibaki kuwa salama. Tukio moja lililoonyesha familia ilikubali kumpeleka mtoto wao kuchanjwa. Baada ya muda mtoto aliugua. Badala ya kupelekwa hospitalini kwa uchunguzi, lawama zilitolewa kwa chanjo na kwa mhudumu. Huu ni mfano hai wa jinsi hofu na taarifa potofu zinavyoweza kuhatarisha afya ya mtoto. Wataalamu wanasema madhara makubwa ya chanjo ya polio ni nadra na hatua sahihi ni kumpeleka mtoto kituo cha afya, sio kulaumu chanjo. Wataalamu wa afya wanasema wazi madhara makubwa ya chanjo ya polio ni nadra sana. Mtoto anaweza kuugua kwa sababu nyingine kabisa zisizohusiana na chanjo. Ndiyo maana mtoto akionekana kuumwa anatakiwa kupelekwa kituo cha afya, si kulaumu chanjo. Mzazi, mlezi, ndugu yangu, chanjo ya polio haikuja kumdhuru mtoto wako, imekuja kumlinda. Mtoto mwenye afya leo ndiye atakayesoma, kufanya kazi na kulijenga taifa la kesho. Kuwakataa wahudumu wa afya ni kuwanyima watoto haki yao ya msingi. Tuchague elimu badala ya hofu, tuchague sayansi badala ya tetesi, tuchague maisha. Chanjo ya polio sio hadithi ya sindano, ni hadithi ya mustakabali wa mtoto, na mustakabali wa mtoto ndio mustakabali wa taifa. Mimi ni Fatma Suleiman. Asante kwa kunisikiliza.